Unajua mateso ya ugonjwa huu yamekuwa yakinitafuna kwa muda. Nimepima Korea wakasema hakuna kitu. Nimepima Singapore mara pili wanasema hakuna kitu. The best hospitals. Lakini hospitali ya Muhimbili ndio waliogundua. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na yuko hapa Profesa Mwakigonja. Profesa Mwakigonja huyu ni mkuu wa kitengo cha pathology. Na Mungu alimtumia sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Profesa na timu yote ya madaktari. Nakushukuru sana. Figo zangu zilishambuliwa zikafeli. Unajua wote mnafahamu ile punch ile ya kunani ya kutoboa makaratasi. Wadudu hawa walikwenda kwenye mifupa yangu yote ya mwili mpaka fuvu la kichwa. Wakatoboa matundu katika kila eneo mpaka kwenye mbavu. Madaktari walishangaa sana kwamba kwa nini hujavunjika mgongo na kwa nini mikono yako haijavunjika wala miguu yako haijavunjika. Kwa sababu kwa hali kama hii lazima ungevunjika tu. Unajua hata Ayubu Mungu alimwekea shetani kwamba nenda lakini hapa usivuke. Naamini Mungu aliweka ukomo. Mimi sio mtoka mbali wa jana, ni mtoka mbali mpya kabisa. Ninaamini miongoni mwa mambo ambayo tumekuwa tukiyangoja ni pamoja na hilo, kumsikia akisema. Siku alipofika tu airport akasema, jamani, nimerejea nikiwa na uhai wangu na nguvu zangu zote. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa asije kimya, si ndio? Come on, asije kimya, si ndio? Siku zote tu tuko efwe. Nyanyua mikono yako miwili juu namna hii. Siku zote tunaimba siye Yesu ni Bwana. Makofi ya juu yapigwe namna hii. Yapigwe juu namna hii kabisa. Makofi yapigwe juu na vigelegele vya wanawake. Come on. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba siye Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba kwa ujasiri. Yesu ni Bwana. Anayetuponya ni nani tena? Yesu ni Bwana. Ametutendea maajabu. Yesu ni Bwana. Ametutendea wimbo mpya. Yesu ni Bwana. Ametusababishia kicheko. Yesu ni Bwana. Ametushangiliza Bwana Yesu. Yesu ni Bwana. Vigelegele kwa Yesu. Piga shangwe. Music. Mpe mziki Bwana Yesu wa shangwe na vigelegele. Tulikuwa wagonjwa kuliko wao. Yesu ni Bwana. Tulikuwa wagonjwa kuliko wao. Yesu ni Bwana. Jehova Rafa ametuponya. Yesu ni Bwana. Yeye mponyaji ameponya. Yesu ni Bwana. Tunampigia kelele zetu. Yesu ni Bwana. Hata Nabii Musa alitabiri. Yesu ni Bwana. Yohana Mbatizaji naye. Yesu ni Bwana. Hata Baba Muhicha amehubiri anasema. Yesu ni Bwana. Tanzania Assemblies of God tunasema. Yesu ni Bwana. Vigelegele kwa shangwe. Haleluya. Wenye kitambaa peperusha juu namna hii. Wenye kitambaa, wenye kitenge, mpe shangwe Yesu. Vigelegele. Hallelujah. Amen.
Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tutaenda makuu. Naomba tuketi. Kabla sijaanza ushuhuda, hawa waliosimama mbele yenu ni ndugu zangu wa ukoo wa pande zote mbili. Wamekuja karibu 50-60 hivi toka sehemu mbalimbali za nchi. Na hawa waliosimama huku juu kabisa pamoja nami, upande wangu wa kushoto ni maua mazuri yanayopendeza. Na upande wangu kule mwisho kabisa ni mtoto wangu wa kwanza Joylin. Na huyu hapa ni mtoto wangu wa tatu Dr. Oshenik. Na yule anayefuata ni mtoto wangu wa pili Gladlin. Sasa ndugu zangu, mvumilie, kuna jua hapo, lakini ushuhuda wangu sio mrefu sana. Kwa vumilieni. Mpendwa makamu askofu mkuu Dr. Magnus Muhiche, mpendwa katibu mkuu mchungaji Joseph Gabriel Malwa, mpendwa mtunza hazina mkuu mchungaji Nimrod Laban Swai, wapendwa maaskofu wa CPCT na madhehebu mengine yote ya Kipentekoste, wajumbe wa halmashauri kuu ya TAG na kamati zote za majimbo ambao mko hapa, wapendwa wageni kutoka Assemblies of God Marekani na wamishonari wetu mnaotumika nasi hapa nchini, wakurugenzi wa idara na kamati zenu, huduma na taasisi za TAG taifa na kamati zenu, wapendwa waangalizi na kamati zenu, ndugu zangu wachungaji wa TAG na madhehebu mengine yote ambayo mko hapa, wapendwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa letu zuri sana la TAG Bethel Revival Temple hapa Mwembesongo, Morogoro, na wapendwa watendakazi wenzangu kutoka TAG makao makuu na wageni wote mliopo hapa, mabibi na mabwana, na wasalimu nyote katika jina kuu lenye nguvu linaloleta uzima la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu sana, Mungu wetu ambaye ndiye chanzo cha uzima, rehema na ushindi. Yeye ndiye aliyeniinua nilipokuwa nimeishiwa nguvu. Ndiye aliyenipigania nilipokuwa dhaifu sana. Na ndiye aliyenirejeshea pumzi na matumaini ya kuishi tena. Wakati kila kitu kilipokuwa kimeonekana kufikia mwisho. Kwa kweli ndugu zangu, Mungu ameingilia kati. Mungu ameyasikia maombi yenu. Na Mungu ameona machozi yenu. Na kwa furaha na akaandika upya simulizi ya maisha yangu. Mimi sio mtoka mbali wa jana, ni mtoka mbali mpya kabisa kabisa kabisa. Ninamsifu Mungu kwa neema isiyo na kipimo, kwa uponyaji wake wa ajabu, na kwa wema wake unaodumu milele. Utukufu na heshima zimrudie Mungu wetu peke yake, ambaye anaweza kufanya mambo makuu zaidi ya yale tuyaombayo na yale tuyawazayo.
Wapendwa katika Bwana, miezi 9 iliyopita nilipitia jaribu kubwa la kutisha la maisha yangu. Nilipatwa na ugonjwa mbaya unaoitwa kwa kitaalamu multiple myeloma. Multiple myeloma. Ugonjwa huu ulizalisha seli kwenye mwili wangu zilizoasi zaidi ya 8,000. Hizi seli zilizoasi zikaanza kutapakaa katika kila eneo la mwili na kushambulia viungo vya mwili, na figo zangu zilishambuliwa zikafeli. Unajua, wote mnafahamu ile punch ile ya kunani ya kutoboa makaratasi. Wadudu hawa walikwenda kwenye mifupa yangu yote ya mwili mpaka fuvu la kichwa, wakatoboa matundu katika kila eneo mpaka kwenye mbavu. Madaktari walishangaa sana kwamba kwa nini hujavunjika mgongo na kwa nini mikono yako haijavunjika wala miguu yako haijavunjika, kwa sababu kwa hali kama hii lazima ungevunjika tu. Unajua, hata Ayubu Mungu aliweka ukomo, shetani alimwekea ukomo kwamba nenda, lakini hapa usivuke. Naamini Mungu aliweka ukomo. Wadudu wale wakaenda kwenye uti wa mgongo. Mgongo wangu ulilegea, siwezi kugeuka. Miguu haikuweza kusimama. Mikono haikuweza kufanya kazi. Mapafu yalidhoofika na kuwa na uvimbe kwenye mapafu na kuwa na uvimbe kwenye mbavu. Nilikohoa bila kupumzika, na kila nikikohoa damu inatoka. Nikienda haja ndogo damu. Kisha ilionekana kwamba utaalamu wa matibabu hapa Tanzania upo, lakini vifaa na madawa kuna aina fulani ya upungufu. Kwa hiyo hekima ilitolewa kwamba nikimbizwe haraka nchi za nje. Na hali ilivyokuwa, serikali haikufikiri kwamba ningefika India nikiwa mzima. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu tu kwamba tuthubutu tujaribu. Kwa hiyo kuhakikisha uzima wangu, serikali ikatoa dokta wa kusafiri na mimi mpaka India, Apollo New Delhi India, ili kuhakikisha kwamba nafika. Sijui walichofanya, nilikuwa sijitambui. Nimebebwa kwenye machela, kuna ambulance kutoka wodini, nimepelekwa airport. Nimefika airport, siwezi kupanda ndege. Ndege ikashusha liwinchi lile, unajua lirefu lile kama gorofa, likachukua lile kitanda changu kikanichukua mpaka business class. Wakanibeba wakaniweka kwenye kiti, nikakaa pale. Nilipofumbua macho najikuta niko kitandani Apollo New Delhi India. Namuuliza Maua, hapa wapi? Wanasema hapa tu, umefika New Delhi India hospitali. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa miezi 9 ilikuwa safari ndefu yenye gharama kubwa na maumivu makali, lakini pia imekuwa safari
ya mafunzo ya kiroho kwangu. Nilikuwa namwambia makamu askofu mkuu, ndugu yangu, makamu wangu na rafiki yangu, nilimwambia hapa duniani Mungu amenipa degree 4 za kusomea. Sasa kaona hizi 4 ni za pakisu za dunia. Mungu anipeleke chuo kikuu kwenye tanuri la moto. Jamani, amina. Amen. Nipate degree nyingine ya kutoka mbinguni. Hivi napenda kuwashuhudia kwamba mimi ni mhitimu wa chuo kikuu cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunaposema tanuri la moto, mimi nimeokoka toka tanuri la moto. Tunaposema tundu la simba, jamani, mwenzenu nimetoka kwenye tundu la simba. Tunaposema kwamba kuvuka bahari ya Shamu, jamani, nimevuka bahari ya Shamu. Katika mateso hayo nimeuona mkono wa Bwana. Nikashuhudia kuwa kweli Mungu ni Jehova Rafa. Mungu anaponya. Na leo nimesimama nikiwa mzima, nikiwa na pumzi, nikiwa tayari kumtumikia Mungu kwa ari mpya, kasi mpya na nguvu mpya. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua shetani mjinga. Unajua mtu kama mimi siwezi kupitia mambo magumu namna hii kama hayajaruhusiwa na Mungu. Kwa sababu mimi na ulinzi mbele na ulinzi nyuma, na ulinzi juu na ulinzi chini, na ulinzi kushoto na ulinzi kulia, na ninalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Jamani, haleluya. Lakini kama Ayubu, Mungu akajivunia Ayubu. Kaambia, we Ibilisi, kwenye kikao kimoja huko, unamwona mtu wangu yule? Hakuna mtu kama yule duniani. Unajua Mungu naye anapojivunia anatuponza. Lakini huku ni kuponza kwema, maana ni mikononi mwa Mungu aliye yote katika yote. Jamani, amina. Yule shetani akamwambia, wewe si kwa sababu tu umempa mali na watoto na nini, niruhusu mimi nikaguse, alafu tuone kama ataendelea kukutumikia, tuone kama ataendelea kufanya kazi yako. Si Mungu akamruhusu, akamwambia, wewe nenda. Akaenda akagusa kila kitu, vyote vikaisha. Bado Ayubu alikuwa ngunguli na ngangali katika utumishi na kumpenda Mungu. Kikao cha pili, unajua shetani huwa hachoki akati tamaa. Likiisha hili analeta hili. Lakini katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika Bwana anayetupenda. Haleluya. Haleluya. Akamwambia, akasema, we unafikiri Ayubu ni hivi hivi tu? Si ile afya uliompa? Sasa wewe niruhusu mimi nikaguse tu afya yake, alafu tuone kama ataendelea kukutumikia na kukupenda. Na ninyi wachungaji wa TAG na wa TAG ni mashahidi. Nimetumika katika TAG kama makamu askofu mkuu tangu nikiwa na miaka 21 mpaka leo. Afya yangu imekuwa bomba, imara. Hamjai kusikia askofu mkuu amelazwa wala naumwa wala chochote. Jamani, amina. Nimekuwa na afya nzuri sana. Akasema tukaguse afya yake. Akaenda kugusa. Majipu kila mahali. Akakaa hapo, lakini tunamshukuru Mungu, pamoja na hayo Ayubu alisimama, akawa ngunguli ngangali pamoja na Bwana. Akawa imara pamoja na Bwana.
Nawaambia ukweli jamani, kama Ayubu na mimi nimeguswa. Lakini nimetoka kule kwenye kule kuguswa nikiwa ngunguli na ngangari kweli kweli kwa ajili ya Bwana. Nimeongezewa hasira dhidi ya shetani. Nimeongezewa ari ya kumtumikia Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na ole wako shetani. Jamani, haleluya. Tanzania kwa Yesu. Tanzania kwa Yesu. Kama ilivyokuwa kwa mfalme Hezekia katika Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 7, Nabii Isaya alimwambia, utakufa wala hutapona. Lakini Hezekia hakukubaliana na hali hiyo. Nakumbuka nilikuwa sijiwezi kabisa, na waaga wenzangu pale Dar es Salaam waliokuwepo, na waambia jamani, mimi naenda India, lakini mjue kitu kimoja, sintakufa bali nitaishi na nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Jamani, haleluya. Hezekia aligoma, hakukubaliana na hali hiyo. Aligeuza akaelekea uso wake ukutani, akaomba kwa machozi, na Mungu akasema, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako, nitakuponya. Wapenda, nami nilipofikia mwisho wa nguvu zangu, Mungu aliingilia kati. Madaktari walikata tamaa. Nakumbuka siku moja madaktari daktari amechanganyikiwa kwa sababu anatibu haoni mabadiliko, anatibu haoni mabadiliko. Sasa mimi nikamwambia daktari, mbona mambo yanarefuka hivi? Akasema, baba askofu, hata sisi hatuelewi, tutabadilisha dozi, lakini pamoja na kubadilisha dozi tumwangalie Mungu. Mungu wa Hezekia akaonekana kwangu. Mungu wa Hezekia ndiye Mungu wangu, Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Jamani, haleluya. Ukisoma mstari wa 1 wa sura ya 20, Hezekia aliugua akakaribia kufa. Wapendwa, ugonjwa si hukumu, hata wenye haki huugua. Lakini Mungu hutumia magonjwa kufunua utukufu wake. Nilijifunza kwamba pale ambapo mwanadamu anaishia ndipo Mungu huanzia kufanya kazi yake. Nilipokuwa Muhimbili, nakumbuka speaker alikuja pale kuniona, akiniangalia hivi analia. Analia kabisa. Na Mwisha amekuja pale, mzee wa watu na uhehe wake na ushujaa, analia. Kwa sababu watu walikuwa wanasubiri kwamba askofu anaondoka saa ngapi au anaondoka lini. Lakini Mungu ni mwema, amehifadhi uhai wangu. Hezekia alikuwa mwaminifu, lakini aliugua. Ukisoma mstari wa 3, Hezekia alipogeuka ukutani akasema, Bwana, wewe wajua mimi maisha yangu yote kama mfalme nimesimama katika kweli. Akasema, Bwana, wewe unajua mimi nimesimama kwa moyo mkamilifu mbele zako. Mimi nimetenda yaliyo mema mbele zako. Basi ukumbuke hayo ukaniponye. Jamani, Bwana asifiwe. Nimemtumikia Mungu tangu umri wa miaka 21 kwa uaminifu kwa miaka mingi. Lakini pamoja na hayo, na ninyi wana Bethel ni mashahidi. Unaweza ukatembea Morogoro yote, kwa yoyote uliza kuhusu Mtoka Mbali, hutakuta chochote. Bwana Yesu asifiwe. Nimeishi maisha ya kweli. Nimeishi maisha ya moyo wa uaminifu. Nimeishi maisha ambayo yanashuhudia mema. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini pamoja na hayo, Bwana akaruhusu nipitie bonde hili. Si adhabu,
bali ni mafunzo na ushuhuda wa utukufu wake. Nisingepitia bonde hili, ibada hii ingepatikana wapi? Jamani, Bwana asifiwe. Mahubiri mazuri haya makamu askofu mkuu tungeyapata wapi? Kwa hiyo ni kwa utukufu wa jina lake. Biblia inasema, kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule uliofunuliwa kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Ayubu alikuwa mkamilifu sana, wote mnafahamu, na alikuwa mwelekevu sana, wote mnajua. Ni mtu aliyemcha Mungu sana na mtu aliyeepukana na uovu, lakini hilo halikumfanya yeye asiguswe na mjaribu. Lakini katika mambo yote Biblia imetuhakikishia tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye Bwana anayetupenda. Maana mtetezi wetu yu hai. Jamani, haleluya! Hezekia alimlilia Mungu. Ukisoma mstari wa 2 mpaka wa 3, Hezekia aliomba. Tofauti ya Hezekia na mimi ni kwamba Hezekia aliomba peke yake. Alikuwa peke yake katika lile pito. Lakini mimi nimebarikiwa kupata waombaji wengi sana. Taifa lote limeomba nami. Mke wangu ameomba nami. Watoto wangu wameomba nami. Wachungaji, viongozi wa TAG wameomba nami. CPCT, na nimefurahi kuona mwenyekiti wa CPCT yuko hapa leo. Niliondoka hapa nikiwa mwenyekiti wao, wameomba nami. Marafiki kote Tanzania, ndugu zetu wa kanisa la Assemblies of God Marekani wameomba nami. Dunia nzima, ndugu zangu, imeomba nami. Walililia jina la Bwana Mungu wetu. Mamilioni ya maombi yaliinuliwa na Mungu akasikia. Nilikuwa napelekewa ujumbe kule hospitali. Baadhi ya watoto wetu wanaambiwa hapa kanisani, wanaambiwa na wazazi wao, kuleni chakula. Watoto wanagoma. Wanasema sisi hatuli, leo tumefunga, tunamwombea babu apone. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndugu zangu TAG na wote mlioomba pamoja nami, nasema tena, Mungu ameona machozi yenu na amesikia kilio chenu. Na leo nimerudi nikiwa mzima na mwenye afya tele. Kweli Mungu anajibu maombi. Mungu anajibu maombi. Mstari wa 4 mpaka wa 6. Baada ya miezi 9 ya matibabu, Mungu leo ameniponya. Hezekia alipoomba, Isaya akaambiwa, usitoke leo hapa katika mji huu. Rudi leo ukamwambie Hezekia ya kwamba maombi yake nimeyasikia na machozi yake nimeona na kulia kwake sana nimesikia. Mwambie siku ya 3 nitamponya, apandishe hekaluni nami nitamponya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwenzangu ana neema kidogo, maana siku ya 3 kweli alipona, lakini mimi miezi 9. Sasa Mungu unajua Mungu ni mwaminifu katika yote. Bwana hachelewi wala hawai. Anaweza kufanya ndani ya siku 3, ndani ya wiki, ndani ya mwezi. Na mimi nimemsubiri Bwana kwa saburi kwa miezi 9, na Bwana hatimaye amefanya. Hebu mwambie jirani yako, stahimili katika pito lako, Bwana atafanya. Mwambie usikate tamaa, Bwana atafanya. Bwana atatenda. Jamani, amina. Ukisoma mstari wa 7, lakini sio tu kwamba Bwana alimponya. Bwana akampa na bonus. Akamwambia, kwanza nitakuponya siku ya 3. Pili,
nitakuongezea miaka 15. Sasa Mithali inasemaje? Mithali 9:11 inasema ya kwamba Mungu atazidisha siku zetu na Mungu ataongeza miaka yetu. Jamani, amina. Kwa hiyo jamani, mwenzenu hapa na bonus mimi. Jamani, Bwana asifiwe. Sio 15 tu. Na wafahamu watu waliougua multiple myeloma, wengine wana miaka 25 sasa, wanadunda tu katika jina la Yesu baada ya kupona. Jamani, amina. Wengine miaka 30 wanaendelea wanadunda ndani ya Yesu. Jamani, haleluya. Sasa njia za uponyaji, mstari wa 7. Bonus nyingine aliyoambiwa Isaya, Mungu akasema nitakuokoa na mfalme wa Ashuru. Na huyo ndio alikuwa tishio katika siku zile, katika siku za mfalme Hezekia. Sasa nitakuokoa na mfalme wa Ashuru. Sasa mfalme wa Ashuru ni mfano wa shetani. Na yeye huwa hachoki. Akimaliza na multiple myeloma ana jambo jingine. Wewe njoo tu nitakugaragaza kwa jina la Bwana. Maana Bwana atatuokoa. Jamani, haleluya. Na mfalme wa Ashuru. Halafu Biblia inasema Bwana akasema tena nitakulinda. Jamani, haleluya. Tena nitakulinda. Ndugu zangu, ulinzi wa Bwana uko pamoja nasi. Unajua sijahubiri muda mrefu. Hii ndio mara ya kwanza kwa miezi 9. Kwa hiyo koo halijazoea. Jamani, amina. Akamwambia nitakulinda na kukutetea. Bwana asifiwe sana. Tunao ulinzi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mstari wa 7, njia ya uponyaji wa Hezekia. Mungu akamwambia Isaya, mwambie watengeneze mkate wa tini. Alafu wakichukua mkate wa tini waweke juu ya lile jipu. Jamani, amina. Sasa jipu sijui ndio multiple myeloma ya wakati ule. Maana Ayubu jipu, Hezekia jipu. Jamani, amina. Waweke pale. Na walipoweka mkate, mara hiyo hiyo akapona. Papo kwa papo akapona. Na wangekuwa manabii na mitume wa leo, wangeanzisha dini ya kutengeneza mikate ya tini na kuweka juu ya wagonjwa. Kumbe vitu hivyo Mungu huruhusu mara moja tu. Maana hatuoni tena mkate wa tini unaponya popote. Ni hapa tu. Jamani, amina. Ni hapa tu. Na akapona mara. Na mara nyingi nimewaambia kwamba uponyaji wa Mungu upo wa aina kuu 4. Na naomba sana uchukue kitabu hiki usikikose. Nimeainisha aina za uponyaji. Aina ya kwanza ya uponyaji, Mungu anaponya watu tunaita natural healing. Yaani mwili umeumbwa na vimelea wa kujiponya wenyewe. Mwili unajiponya wenyewe. Halafu aina ya pili ya uponyaji ndio tunaita medical healing. Kupitia tiba, matabibu na madaktari. Hao pia ni watumishi wa Mungu. Hata Luka alikuwa daktari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hao pia ni watumishi wa Mungu. Halafu tatu, Mungu anaponya by miraculous healing, supernatural intervention. Kwa muujiza wa papo kwa papo kama huu wa Isaya. Lakini pia Mungu anaponya kwa uponyaji wa ultimate healing, yani uponyaji wa milele. Anaamua kukutoa kwenye taabu zote za dunia na anakupeleka moja kwa moja ukapumzike mbinguni. Heri wafu wafao katika Bwana. Sasa Mungu
aliamua kwamba mimi nipone kwa njia ya matabibu. Jamani, haleluya. Na Mungu amewatumia matabibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Matabibu wanatibu, lakini mponyaji halisi ni Baba Mungu wa mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uwe uponyaji wa natural, uwe uponyaji wa medical, uwe uponyaji wa supernatural, au uwe uponyaji wa jumla, bado mponyaji mkuu na mtenda miujiza mkuu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana leo tunatoa sifa na utukufu wote kwa Mungu mwenyewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hii ndio tofauti ya Hezekia na mimi. Sasa katika pito langu hili Mungu amewatumia watu wengi sana. Kwa hiyo napenda kutoa shukurani. Kwanza nitoe shukurani kwa familia yangu. Mke wangu mpendwa, huyu hapa mpenzi wangu Vladimir, amekuwa nami wakati wote na amesimama nami wakati wote. Na washukuru watoto wangu Joylin, Gladlin na Oceanic. Wote hawa wamekuja India mara kadhaa kushirikiana kuniuguza. Na washukuru sana wanangu. Asanteni sana. Napenda kushukuru ndugu zangu wa ukoo wa pande zote mbili. Mlisimama nami hadi mwisho. Mungu awabariki sana. Kati yenu wengine wamesafiri kuja India kuuguza pamoja nami. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuuguza pamoja nami na kututia moyo na kutufariji. Asante sana Godson, asante sana Eliza, asante sana Selina, asante sana Margaret mtoka mbali kwa kuja na kunipa faraja nikiwa India. Najua waliwakilisha ninyi wote. Asanteni sana. Namshukuru sana mpwa wangu kipekee Michael mtoka mbali. Sijui Michael yuko wapi? Unajua mimi ni baba la miraba minne. Kunibeba na kunisaidia inahitaji sio rahisi. Jamani, haleluya. Kunahitaji mtu mwenye nguvu anisaidie. Maana nilifika mahali siwezi kufanya chochote, kila kitu nahitaji msaada. Huyu ni mpwa wangu, mtoto wa dadangu wa pili. Alikuwa nami kwa miezi yote 9 kushiriki kuniuguza. Na nalishukuru kanisa la Bethel Revival Temple, wachungaji wote, wazee wa kanisa wote, zoni, viongozi wa shemasi, na washukuru washirika wote wa Bethel Revival Temple. Mmeniuguza kwa hali na mali, lakini pia hamkuishia hapo, mlituma ujumbe kuja India kuniona. Na washukuru sana kanisa zuri la Bethel Revival Temple. Naomba mjipigie makofi. Asanteni pia kwa kuandaa ibada nzuri sana hii, kwa ushirika na section na jimbo na ofisi kuu ya taifa. Asanteni sana. Na washukuru viongozi wa TAG makao makuu, tukiongozwa na Jemedari Dr. Magnus Muhiche, majimbo, kamati za majimbo, idara za kitaifa, sehemu na makanisa mahali pamoja, kwa maombi na misaada mbalimbali ya hali na mali. Nashukuru sana CPCT na makanisa mengine rafiki yaliyoshiriki pamoja nasi kumsihi Mungu kwa maombi. Na ndugu zangu, mwenyekiti wa CPCT Venon Fernandez alisafiri kuja India kuja kuniona. Makofi mengi kwa CPCT. Nashukuru kwa Assemblies of God ya Marekani, Askofu Mkuu Douglas Clay, pamoja na Assemblies of God World Mission
Hawa watu wamekuwa na moyo wa ajabu sana. Askofu Mkuu Clay alituma wajumbe 3 kutoka Marekani kuja India kuniona. Na leo wako hapa wajumbe 7 kutoka Marekani. Wamekuja kwa tukio hili. Hebu tumpe Mungu makofi kwa kanisa mama la Marekani. Ninaishukuru serikali yetu ya Tanzania, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ubalozi wake nchini India kwa ushirikiano niliopata katika mchakato mzima wa matibabu yangu. Nilipougua, Mheshimiwa Rais alipiga simu msaidizi wake, sema tusaidie nini baba askofu? Nikamwambia kukiwa na shida nitakwambia, kila kitu kiko vizuri. Speaker alikuja hospitali kuniona na akashinda hapo wiki nzima anashughulika. Naibu waziri mkuu alikuja kuniona na akakaa hapo nami. Kule India waziri mkuu Kassim Majaliwa alikuja kuniona. Dr. Biteko alikuja kuniona. Mume wa speaker alikuja kuniona. Ubalozi walikuwa yani kama mimi ni agenda yao. In fact, mpaka siku naondoka magari ya ubalozi ndio yalinipeleka airport na balozi mwenyewe. Serikali imesimama sana na TAG kuhakikisha ya kwamba mimi ninapona na nakuwa mzima. Jamani, makofi mengi kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana hospitali zilizonitibu. Nashukuru kwanza Royal Hospital ya kule Mwanza. Dr. Lusako na Glory, nafikiri mko hapa. Sio mko wapi, mmekaa wapi? Lakini nilianza kutibiwa Mwanza. Wako kule. Hawa wana PhD ya udaktari na walianza kunitibu Mwanza. Na wamefanya mambo makubwa sana. Nashukuru hospitali ya Rufaa ya Muhimbili, the best hospital in the country, ambao walifanya kazi kubwa sana. Unajua mateso ya ugonjwa huu yamekuwa yakinitafuna kwa muda. Nimepima Korea wakasema hakuna kitu. Nimepima Singapore mara pili wanasema hakuna kitu. The best hospitals. Lakini hospitali ya Muhimbili ndio waliogundua. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na yuko hapa Profesa Mwakigonja. Profesa Mwakigonja, huyu ni mkuu wa kitengo cha pathology. Na Mungu alimtumia sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana profesa na timu yote ya madaktari. Nakushukuru sana. Namshukuru Mungu amewatumia marafiki waliotoa msaada wa kifedha, maombi na faraja na kuja kuniona India. Tumetoka India, hatudaiwi hata senti 5 yoyote. Kanisa langu zuri la TAG limenitunza sana na sina lawama yoyote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nakushukuru makamo kuja India kuniona. Asante sana. Mwisho kabisa, leo ninasimama nikiwa hai, nikitoa ushuhuda wa kweli. Mungu anaishi. Sintakufa, nitaishi. Bwana amenivusha bahari ya Shamu. Bwana amenitoa kwenye tanuri la moto. Bwana amenitoa kwenye tundu la simba. Utukufu una yeye milele na milele. Basi nashukuru kwa hekima ya Bethel Revival Temple, section na jimbo na taifa, kuona kwamba leo tumpe Mungu shukrani. Na mimi nimekuja na sadaka ya shukrani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba ndugu zangu wote mniunge mkono, na kanisa zima la TAG tumetendewa wote. Mmoja kitendewa tumetendewa wote. Hebu wote toe sadaka ya shukrani iliyo kubwa kabisa kwa Mungu wetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Basi naomba taratibu za sadaka ya shukrani ziendelee.
Amen. Makofi mazuri sana kwa Yesu. Tuongeze tena shangwe, shangwe, shangwe.